Baada ya Simba Sports Club kufanikiwa kufuzu kwenda katika hatua ya nusu fainali katika michuano ya Mapinduzi Cup 2026, Simba rasmi wamejiweka katika mikono ya Azam FC ambao wanakwenda kunyukana, ikiwa ni mchezo wa kulipiza kisasi kwa upande wa Simba. Ikumbukwe Simba Sports Club siku chache zilizopita waliweza kucheza mechi yao ya ligi kuu ya soka Tanzania bara dhidi ya Azam FC, na mechi hiyo kama unakumbukumbu, Simba akaweza kupokea kichapo cha mabao 2-0 kutoka upande wa Azam FC. Idi Suleiman Nado pamoja na Jafet Kitambara ndio ambao walipeleka msiba mzito wa majonzi ndani ya Simba Sports Club. Sasa usiku wa deni haukawii kukucha, tayari yamejitokeza mengine. Tunakwenda kushuhudia timu hizi mbili zikiwa zinakutana katika hatua ya nusu fainali. Ni nani ambaye atakwenda kulitoa taji moja kwa moja, tutakwenda kumjua, na nani ambaye atakwenda kumfunga mwenzake kati ya Simba na Azam FC, pia yote tutakwenda kuyajua na kuyatambua. Taarifa njema ambayo moja kwa moja ikufikie, uitambue na uitazame pia katika ufanisi na ubora mkubwa ambao tayari umeweza kuonekana, ni upande wa mabadiliko ya kikosi ambayo coach Steve Baka akizungumza kuelekea katika mechi hiyo amekiri na kuweka wazi zaidi kwamba mechi ya kesho kutwa Simba Sports Club akicheza dhidi ya Azam FC, mechi ambayo Simba anahitaji kupata matokeo mazuri. Ni kweli itakuwa ni mechi ngumu, lakini ni mechi ambayo atafanya rotation kwenye kikosi, tofauti na kikosi ambacho tumetazama kikicheza au kikishiriki mechi ya hiyo jana dhidi ya Fufun FC kuja kupata ushindi wa mabao 2-1. Walitanguliwa kufungwa, lakini Simba wakaja kuchomoa kupitia kwa Hussein Yaya Mbegu, kijana mdogo wa under 20, pamoja na Nabi Kamara ambaye aliingia kwenye dakika 45 za kipindi cha pili na kuifuatia Simba dakika 89 bao la pili likiwa ni bao la ushindi. Sasa rotation kubwa ya Simba, coach tayari kaweka wazi ili kwamba according to match intention yake na kile ambacho anakihitaji itamgharimu na itamhitaji kufanya mabadiliko kwenye kikosi chake. Obviously Simba Neo Gift Maema ni mmoja wa ambao alianzia bench, lakini ni mmoja wa ambao katika mechi ijayo ya mechi ya kesho kutwa ni sehemu ya ambao tutakwenda kuwashuhudia. Taarifa njema pia upande wa Jonathan Soa amejiunga na kikosi cha Simba leo hii akitokea nchini kwao Ghana. Hiyo ni taarifa njema, na ameanza mazoezi jioni hii ninavyozungumza nawe. Lakini pia taarifa njema pia Jean Charles Awa ambaye yeye alikuwa akishughulikia masuala pia ya usajili wake kuondoka, lakini bado hayajakamilika. Ni mmoja wa wachezaji ambao tayari amerejea katika timu yake ya Simba Sports Club ili kuona ni namna gani ambavyo anakwenda kuisaidia pia katika michuano ya Mapinduzi. Hao wote ni sehemu ya wachezaji ambao wamefanya mazoezi ya Simba Sports Club jioni hii, wakati ambao tunasubiri kesho kikosi kufanya mazoezi ya mwisho ili kuweza kuwakabili Azam FC. Binafsi nitaomba nikubirishe kwenye rotation ya kikosi kwa aina ya wachezaji ambao wapo ndani ya Simba na aina ya wachezaji ambao wanakwenda kuanza katika mechi hiyo. Kikosi cha Simba kinaingia katika mfumo wa 4-3-3, 4-3-3 ndio mfumo ambao coach Steve Baka anaingia nao. Goalkeeper ni Hussein Aber, anarejeshwa langoni baada ya mechi iliyopita dhidi ya Fufuni kuanzia bench na bwana mdogo Alexander Rasto kuanza katika mechi hiyo. So Hussein Aber ndiye goalkeeper namba 1 katika upande wa Simba ambaye atakuwa nyavuni au langoni. Then upande wa fullback right, beki namba 2 ni David Kameta Duchu, ndiye anacheza kama beki namba 2 katika nafasi hiyo. 3 yupo Anthony Sixbert Mrigo, ndiye anacheza kama beki namba 3 katika mchezo huu. Then mabeki wawili wakati yupo Rushin Daluk sanjari na Shamu Karabwa, nahodha wa kikosi hichi upande wa mnyama mwituni Simba Sports Club. So hao ni wasaji katika upande wa mabeki. 6 yupo Alassane Kante. Alassane Kante ndiye anacheza kama namba 6 katika mechi kwa kisha timu inapata matokeo mazuri na kuwapatia kile ambacho wanakihitaji. Then tukija katika upande wa nambari 7 yupo mashine kweli Mohamed Bajaber, ndiye ambaye anapata nafasi ya kucheza kama namba 7 katika mchezo huu. 8 ni Nabi Kamara ambaye amekuwa na ustadi, weredi na ubora mkubwa
yeye ndiye anakuja kucheza kama nambari 8. Then upande wa nambari 9 moja kwa moja tutakwenda kutazama mashine kweli kweli, Jonathan Soa akiwa anapata nafasi ya kucheza katika nafasi hiyo. Then 10 anaingia Neo Gift Maema, ndiye anakuja kucheza kama nambari 10. Then 11 anamaliza Eri Mpanzu Volcano katika upande huo. So hao ndio nyota 11 ambao mnyama mwituni Simba Sports Club anaingia nao katika mechi yake dhidi ya Azam FC baada ya kufanya rotation katika kikosi ambacho tunakwenda kutazama kikishuka mzigoni dhidi ya Azam, kwenye kikosi ambacho kina utofauti mkubwa kama sio nyota wote ambao wanakwenda kuanza, tofauti na ambavyo tunashuhudia wachezaji waliopata nafasi ya kuanza katika mechi ya Simba dhidi ya Fufuni FC. Pengine upande wako, kwa aina ya kikosi hichi, unaiona Simba ikiwa na uwezo wa kushinda mabao mangapi, na unaiona Simba ya kulipiza kisasi mbele ya Azam FC? Kumbuka huu ni mchezo wa kisasi. Simba anahitaji kwenda katika hatua inayofuata kwa maana ya final. Azam anahitaji kumzuia. Atamzuia vipi? Moja kwa moja itakuwa ni rekodi nyingine Simba kufungwa na Azam FC kwa mara ya pili mtawalia, jambo ambalo kwa hivi karibuni haijawa jepesi kuweza kutokea. Kikubwa ni kwambia kisha umeweza kusubscribe, lakini pia niwekee comment yako kwa kikosi hichi cha Simba. Unaiona Simba ikiwa katika mfumo wa aina gani? Hii ni Sky Media, chaguo la wengi na sehemu ambayo unahabarika na kuzipata zote taarifa za kimichezo zaidi.